Ni Jumanne wiki ya Juni 17, maandamano yaliyokumbwa na vurugu jijini Nairobi nchini Kenya yalipelekea tukio la kusikitisha ambalo limeibua mjadala mkali kitaifa. Boniface Mwangi Kariuki, muuzaji wa barakoa, alipigwa na risasi ya mpira kichwani katika hali ya sintofahamu kati ya polisi na waandamanaji. Tukio hilo lilinaswa kwenye video na kusambaa kwenye mitandao ya kijamii likizua hasira miongoni mwa Wakenya. Muda mfupi baadaye, Constable wa polisi Chris Barasa Masinde alikamatwa na kusimamishwa kazi kwa tuhuma za kuhusika na tukio hilo. Kulingana na taarifa rasmi, amezuiliwa katika kituo cha polisi cha Capitol Hill huku uchunguzi ukiendelea na anatarajiwa kufikishwa mahakamani hii leo Alhamisi ya Juni 19. Hata hivyo, mwelekeo wa tukio hilo umeweza kuchukua sura mpya baada ya afisa kujitokeza kupitia mawakili wake wakiongozwa na wakili Felix Kiprono Keton kupinga vikali tuhuma hizo. Keton anadai kuwa mteja wake hakuhusika hata kidogo na ufyatuaji wa risasi hiyo ya mpira na kwamba uchunguzi huru utathibitisha kuwa Barasa ametambulishwa kimakosa. Ni kweli kuna video na ni kweli mteja wetu anaonekana katika sehemu ya tukio, lakini hiyo haimaanishi kuwa yeye ndiye aliyefyatua risasi. Uchunguzi wa kisayansi wa silaha, yani ballistic analysis, utabainisha kuwa risasi hiyo haikutoka kwenye bunduki yake, alisema Keton. Wakili wao alisisitiza kuwa askari Barasa hakufyatua risasi yote na akataja tukio hilo kama kesi ya kuchanganya utambulisho wa mtu, yani mistaken identity. Swali kubwa hapa ni si tu nani alikuwepo eneo la tukio, bali ni risasi hiyo ya mpira ilitoka kwa nani? Na je, kwa nini afisa anayehusishwa ni Barasa bila uthibitisho wa kisayansi? Alihoji. Aidha, timu ya mawakili imeeleza mashaka kuhusu namna DCI inavyoendesha uchunguzi, hasa kwa kuhusisha kitengo cha kifo ambacho kwao hakiwezi kushughulikia tukio ambalo halikusababisha kifo. Kwa mujibu wa ripoti za kitabibu, Boniface bado yupo hai na japokuwa hali yake ni mahututi. Kwa nini kesi ipelekwe kwa kitengo kinachoshughulikia mauaji ili hali Manga hajafariki? Huu ni ukiukaji wa mchakato wa haki, alieleza mmoja wa mawakili. Timu hiyo pia imeibua madai kuwa huenda kukawa na matumizi ya teknolojia kutambua sura kwa kutumia akili bandia, ni AI, katika kumtambua Barasa kuwa ni mtuhumiwa, mbinu wanayohitaji kuwa isiyoaminika na yenye makosa mengi. Tuna wasiwasi mkubwa kuwa picha za AI zilihusika katika kumkamata mteja wetu. Hatupaswi kuwa tunafanya maamuzi ya msingi kwa teknolojia ambayo si sahihi wala haijathibitishwa, alisema wakili huyo. Wakati huo, mamlaka huru ya uangalizi wa polisi IPOA imeomba kuchukua jukumu kuu katika uchunguzi huu ili kuhakikisha kuna uwazi, haki na usawa. Kwa sasa Boniface Mwangi anapatiwa matibabu katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Madaktari wamethibitisha kuwa hali yake bado ni ya hatari, japokuwa anaonyesha dalili ndogo za kuimarika baada ya upasuaji. Kitu kilichochomwa kichwani kinaaminika kuwa ni risasi ya mpira, lakini bado haijathibitishwa rasmi kwa njia ya kitaalamu. Tukio hili limezua maswali makubwa kuhusu matumizi ya nguvu na silaha na maafisa usalama katika kukabiliana na waandamanaji. Wakazi, mashirika ya kutetea haki za binadamu na wanasiasa wametaka serikali kuhakikisha kwamba uchunguzi huru unafanyika na wahusika wote wanawajibishwa kikamilifu. Hapa ni SNS Management. And he's saying he's not the one who discharged that rubber bullet. So the person who has been arrested and remanded at Capitol Hill police station is a case of mistaken identity. He was not the one who fired that rubber bullet, and we don't know who. So we are calling also upon the IPOA to take over the matter. And what raises eyebrows is the manner in which the homicide division of the DCI came into the matter. The homicide division unit can only come when the person is deceased or when we have lost someone. But we have not lost anyone, and yet we have the homicide unit coming to investigate. But of great paramountcy is the fact that a different person, a case of mistaken identity, is being remanded at Capitol Police Station, whereby we all acknowledge that there was no live bullet which was discharged. It was a case of rubber bullet, but discharged. It was a case of rubber bullet, but the same did not emanate from our client, whereas our client was captured from the footages, but that rubber bullet emanated from another gun which is not our client. So we'll also invite the investigation and expect the IPOA to do the independent investigation, and we'll also urge the members of the public not to draw conclusions, to await the investigations, and they will be in for a rude shock when they see that ballistic report, which will show that our client did not discharge anything. So it was from a different angle. It was not from Masinde